Neno linasema hivi, Mungu akawatia mikononi mwa Midiani kwa muda wa miaka 7. Manake kwa muda wa miaka 7 walikuwa ni watumwa wa taifa linaloitwa Midian, na watoto waliokuwa wakizaliwa katika kipindi hicho ni watoto ambao walikuwa wanazaliwa wakiwa kwenye kongwa la utumwa. Walipolima mazao, wale wa Midian walichokifanya, walikuja na mifugo yao kwa wingi, wakaingia kwenye mashamba ya wana wa Israeli. Anasema kama nzige huwa ni wadudu wanaokula mazao. Nzige wakisha ingia kwenye shamba, uwezi ukapata kitu chochote. Sasa wamefananishwa na nzige, hao watu wamefananishwa na nzige, au wanyama wamefananishwa na nzige, kuonyesha kwamba katika kipindi hicho kulikuwa na njaa isiyo ya kawaida ambayo haijawahi kutokea. Lakini hiyo njaa ilikuwa na chanzo, ilikuwa na msingi, na msingi uliosababisha ni kwa sababu walifanya walio mabaya, na mabaya walioyafanya, ukienda huku mwishoni anawaambia, niliwaambia kwamba mtakapoingia msiabudu miungu ya nchi hiyo ambayo mnaiendea. Anasema mbele yenu niliyatisha ya mataifa wakakimbia kwenu, mliposogea ninyi wakawaogopa, lakini mlipoingia kwenye kuabudu miungu yao, hawa watu wakaanza kuwa na nguvu, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Ameruhusu kwamba mataifa wawe na nguvu. Kuna nyakati Mungu anaweza akaruhusu watu wa giza wawe na nguvu, wasiomjua yeye wawe na nguvu, kwa sababu ameisha amua kumwadhibu mtu anayemfahamu, na ameamua kuishi kama mataifa wanavyoishi, au ameamua kuabudu miungu ambayo ni ya mataifa, sio ya Mungu wake. Sasa kupitia kwa wana wa Israeli tunachojifunza, walikuwa na tatizo, walikuwa na chanzo cha tatizo, na chanzo cha tatizo kilikuwa ni miungu. Sasa Mungu anapoadhibu huwa anaweka na time frame, anaweka na muda wa ile adhabu. Maanake kunakuwa na uhalali wa kiroho. Ile adhabu itakaa miaka 20, ile adhabu itakaa miaka 50, hiyo adhabu itakaa miaka 80. Ndio maana ukisoma neno unagundua kuna nyakati ambazo Waisraeli walikaa utumwani miaka 40, wako utumwani. Kwa nini? Ni Mungu alikuwa amewaadhibu, wamekosea, amewapeleka utumwani. Miungu mahali popote inapojisogeza, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu, watu wanapogeuka na kuabudu miungu, Mungu huwa anatoa adhabu, kwamba hii adhabu itadumu kwa miaka fulani. Manake huyu aliyeokoka sasa ana kazi ya kujua kama Mungu hakuwepo, maana yake badala ya Mungu kulikuwa na miungu. Sasa ile adhabu ambayo Mungu ameitoa mahali hapo inategemea kiwango ambacho mtu Biblia inasema wakamlilia Bwana. Walipomlilia Bwana, yeye aliposikia akatuma nabii. Nabii ameenda kuambia kwamba Mungu amekisikia kilio chenu. Ni wangapi leo wanaokoka wanalia kwa ajili ya familia zao? Amekaa yupo serious, anasema ninaombea baba yangu mdogo, ninaombea shangazi yangu, ninaombea mjomba wangu, ninaombea familia yangu imjue Mungu, lakini ninabomoa madhabahu zilizopo kwenye familia, kwa sababu hao wakibaki kuzitumikia hizo madhabahu, maana yake bado shetani ana jeshi la kulitumia kufanya vita na wewe, atakapokuamini, lakini litafanya vita. Na ndio maana unaweza kuwa umeokoka lakini ukashangaa, mbona kwenye familia magomvi hayaishi? Kuna wakati ambao sijakosea, mbona naonekana kama nimekosea? Kuna wakati ambao sijafanya chochote, basi tu shetani, kwa sababu zile madhabahu zipo hai, zinaendelea kufanya kazi, zinaendelea kutenda kazi, zinaendelea kudhuru vizazi kwa vizazi. Itakuja kizazi hiki kinapitia kwenye shida hiyo, kinakuja kizazi hiki kinapitia kwenye shida hiyo. Nilikutana na mtu mmoja nilipokuwa Dar es Salaam, akawa ananipa historia ya familia yao. Akaambia, mtumishi, nilimwambia nikiwa Dar es Salaam nitakutafuta. Akaniambia, mtumishi, tulipoonana mimi nina shida, na hii shida sio kama ninayo peke yangu. Hii shida
Akasema ipo kwa familia nzima, lakini babu alikuwaga na shida hii, babu yake na babu naye alikuwaga na shida hii, na wadogo zangu pia wana shida ya namna hii. Huyo mtu tunaezungumza sio kwamba hayupo kanisani, anampenda Mungu, ameokoka, anatumika vizuri, lakini ndani kuna shida. Na shida iliyopo ni kinyama tu, kinakuwa kama, nikisema kipele, sio kipele, lakini kama kipele kinachoning'inia afu kimetepeta, sijui kama utanielewa, afu kinaota sehemu za siri. Unajua ukibanwa unaweza ukahisi kuna mahali huwezi kuonyesha, si ndio? Akasema pana, naomba nikuonyeshe. Ana maisha yake mazuri, lakini hicho kinyama kikiota hicho kinyama, maumivu anaokutana nao usiku sio ya kawaida. Kuna wakati kinapungua, yani kina miezi, kuna wakati kinaongezeka, na majira ya kuongezeka ni yale yale tu, mwishoni mwa mwaka, mwanzoni mwa mwaka. Baada hapo anaanza kuwa anakojoa damu. Akiwa anakojoa damu ni shida, ila wakienda hospitali haoni tatizo lolote. Na kuna wakati akaona ngoja tufanye labda operation, akaamua kufanya operation. Pale ndo aliugua sasa nusu ya kufa. Sasa aliponiambia nikamsikiliza, baadaye nikamwambia hivi, nikamwambia sasa tuombe rehema kwa ajili ya maagano ambayo yalifanyika kwenye familia yetu. Akanambia, mtumishi, mimi nimeokoka, hayo maagano sasa mimi anakuwa ananihusu vipi? Nikamuuliza, unataka kupona? Maana hata muda wa kumwelekeza sina. Unataka kupona au unataka kuondoka na kinyama chako? Akataka kupona. Nikamwambia basi vigezo na masharti kuzingatiwa. Basi nikaanza kumfundisha, tukaja kwa Gideon hapa tukasoma. Baadaye nikamwambia sasa tunaenda mbele za Mungu kuomba rehema. Tunaenda kuomba rehema. Wakati huo anasikia maumivu. Sasa ni mwanaume. Nadhani mwanaume unaweza kaelewa hata mtu akakupiga ngumi tu, si ndio? Unaweza kaelewa vizuri. Wahi kupata ngumi nzuri kabisa. Sasa kimeota afu kinauma. Basi tukaanza kuomba rehema, nikamwambia, tulipomaliza rehema nikamwambia sasa hebu tumshukuru Mungu kwa rehema, alafu baada ya hapo tukisha mshukuru Mungu, wewe itabidi tukemee sasa hicho kinyama kirudi kilikotoka. Sasa mimi namshukuru Mungu, nimefumba macho. Sasa kumbe mwenzangu wakati anaomba rehema alisikia nafuu, akaingiza mkono kule, akasema akipo, kimepotea. Kwa njia gani? Ya rehema. Bwana asifiwe. Amechanganyikiwa kabisa, kimepotea. Kwa tukashindwa sasa hata kukemea, tukaanza kushukuru pale. Nikamwambia, lakini endelea kuombea hii madhabahu, kwa sababu una ndugu zako bado wamefungwa na wewe Mungu amekufungua, inatakiwa uendelee kuishughulikia hii madhabahu. Akasema kumbe ilikuwa ni rehema tu. Sasa ungeniambia hata kwenye simu niombe rehema, unajua nimeteseka mimi na kusubiri toka siku nyingi uje. Nikamwambia hata mwenyewe nilikuwa sijui shida ni nini. Kwa kama rehema imekuponya, basi waambie na ndugu zako waombe rehema. Nachotaka kukuambia ni nini? Wewe leo ukitokea umeua mtu au umehukumiwa, ulitembea na mwanafunzi, umehukumiwa labda una familia ya watoto 5, alafu ukahukumiwa labda kifungo cha miaka 30 kwa kutembea na mwanafunzi. Wewe ni baba, utakapoenda kule jela, ile miaka 30 utakayokuwa jela, watoto wako watakuwa wanaathirika. Unanielewa? Na kwenye ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Kama kuna adhabu ilitolewa kwa miaka kadhaa, mimi naweza nikafa nikaondoka, lakini kama kuna adhabu imewekwa ni ya miaka kadhaa, kama unavyoona iliwekwa 7 hapa, elewa ile adhabu itaendelea kufanya kazi mpaka apatikane mtu mwenye kuifuta ile hati ya mashtaka. Kwa hiyo uokovu umetupa namna rahisi
ya kuifuta hati ya mashtaka hata kabla ya muda wake, maanake unaweza ukachomoka. Hiyo ndo faida ya uokovu. Kabla ya uokovu, kama ilikuwa ni miaka 60, lazima utumikie miaka 60 hiyo. Lakini tunapoingia kwenye uokovu, kwa sababu ile sheria ya rohoni ya upande wa giza inayokuwa na uhalali inakuwa haina nguvu juu yetu, inakuwa haina uwezo juu yetu. Maanake kazi yetu ni kuendelea kuizofisha ile madhabahu, kufukiza ugumba kwa maana ya maombi, kuhakikisha madhabahu inaondoka. Neno linasema hivi, hapakuwa na riziki. Katika miaka 7 hawa hawakupata riziki, na ndio maana kuna watu wanayatafuta maisha, kuna watu wanavitafuta vitu hawavipati, sio kwa sababu Mungu amesikia. Wapo katikati ya ile miaka ya adhabu, inaendelea kufanya kazi, inaendelea kutenda kazi.